Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bila shaka mtazamaji, ubuheri wa afya, na kama utakuwa una mtihani ama changamoto ya maradhi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie siha na afya njema. Langu jina ni Al-Habib Musa, na kukaribisha katika kipindi chako pendwa kabisa, kipindi cha elimu na uongofu ambacho kinapatikana kupitia chaneli yetu pendwa ya Rapta TV. Na leo moja kwa moja tutaenda kuzungumzia mada inayohusiana na usafi wa moyo. Tunaye mgeni wetu ambaye atakayetupa faida, atakayetuelezea kwa undani zaidi kuhusiana na mada yetu tukufu, kuhusiana na mada yetu adhimu ya leo ya usafi wa moyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajionaje hali mwalimu? Shukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana uweze kuwasalimia watazamaji. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala ibadillahi alladhina istafa, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema, kwa sababu wapo wengi leo hivi wako hospitalini. Sisi kwa kujalia siha njema, basi kwa ufupi wa shukurani tuseme alhamdulillah. Masha Allah. Nitumie fursa hii Ustadh Shafii Abjad kukaribisha katika studio zetu za Rapta TV, lakini moja kwa moja twende katika mada yetu adhimu ambayo tumekusudia leo, nayo ni usafi wa moyo. Kwa nini ni usafi wa moyo Ustadh Shafii Abjad? Naam, alhamdulillah Ustadh Musa, swali zuri. Tunasema usafi wa moyo kwa sababu wataalamu wa mambo wametuambia imekadiriwa ndani ya mwili wa mwanadamu kuwa kuna viungo takriban 360, lakini katika viungo hivyo 360 Allahu jalla fi'ala kwa utashi wake na kwa mapenzi yake akachagua kiungo kimoja kuwa ndio kiungo muhimu au kiungo bora kuliko viungo vingine. Hii haina maana kwamba viungo vingine si bora, la hasha wakala, lakini kwa utashi wake yeye amechagua kiungo hiko ndio kiungo muhimu. Na hili analisema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake matukufu pale aliposema, wa inna fil jasadi mudghatan, na hakika katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama. Ilo pande idha salahat, linaposafika pande hilo, salahat ni jasadu kullu, na mwili wote unasafika. Lakini pande hilo hilo idha fasadat, linapochafuka basi uchafuka mwili nzima. Na wataalamu wakatuambia ilo pande limefananishwa kama injini. Injini tunaifahamu magari. Naam. Imefananishwa kama injini, kuwa injini mfano kama injini ya gari au pikipiki au meli. Chombo hakiwezi kutembea au hakiwezi kuwa sawa kama injini haipo. Kama imeharibika haliwezi kutembea. Kwa hivyo mfano huo ndio urejeshe katika mwili wa mwanadamu. Hicho kiungo ni kama vile injini. Kwa hiyo kile kiungo kikiharibika na mwili kwa ujumla unaharibika, lakini kiungo hicho hicho kikiwa safi na mwili unakuwa safi. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea kutuambia, ala tambueni, wahiyal qalbu, hicho kipande ni moyo. Moyo ukiharibika basi jua kabisa mwili nzima unaharibika, na moyo ukiwa safi basi na mwili unakuwa safi. Asante. Moyo ukiharibika basi na mwili mzima unakuwa umeharibika, lakini si hivyo tu, moyo ukisafishika lakini pia mwili mzima unakuwa umesafishika. Naam. Ustadh Shafii Abjad, naam, ni mambo gani ambayo yanapelekea moyo kuweza kuharibika ama kuchafuka? Naam, shukrani Ustadh Musa. Mambo ambayo yanapelekea kuharibu moyo yako mengi, lakini hapa sisi tutataja
baadhi. Naam. Na miongoni mwa mambo ambayo yanachafua moyo ni chuki, hasadi, majivuno, uongo na kutoridhia makadirio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lingine ni ria. Na nini maana ya ria? Ria, wataalamu wanasema ria ni al-amalu la ajli nas, kwamba ni kufanya mambo kwa ajili ya watu, si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio maana ria. Yani kufanya jambo kwa ajili ya watu kwa namna gani? Kufanya jambo kwa ajili ya watu maana yake unafanya si kwa ikhlas, unafanya kwa kujifanyia, kwa kujionyesha watu wakuone. Sawa sawa. Naam. Yani unafanya jambo fulani, kama unatoa sadaka, basi ile sadaka yako unatoa ili watu fulani watu wakuone, au kama ni ibada unaswali sana ili watu wakuone, si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Naam. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo yanapelekea kuharibika. Lakini vile vile Ustadh Shafii, tumeweza kuona athari za mambo ambayo yanapelekea mtu kuchafuka kwa moyo wake ama kuharibika. Unaweza kutuelezea sasa, kwa yule ambaye ameshaathirika, moyo wake umechafuka, ni njia zipi ama ni mambo gani ambayo yatakayopelekea kusafishika kwa moyo wake? Karibu. Naam, shukrani. Swali zuri Ustadh Musa. Huwa ugonjwa unaletwa, lakini huwa na tiba yake. Na tiba ya mambo hayo, maradhi hayo ya moyo, Imam Ibrahim al-Khawas anatuambia kuwa dawaul qalbi 5 ashya, kwamba tiba ya moyo ni mambo 5. Akayataja pale, na jambo la kwanza kubwa ni qira'atul Qur'an bitadabbur, kusoma Qur'ani kwa mazingatio. Mfano Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema ala bidhikrillah tatma'innul qulub, kwamba kwa kumtaja Mwenyezi Mungu nyoyo inapata kufanyaje? Kutulia. Naam. Lakini jambo la pili akatuambia qiyamul laili, kusimama usiku. Kisimamo cha usiku tutakifahamu, si ndio? Naam. Naam. Lakini jambo la tatu akatuambia ni usafi au weupe wa tumbo. Tumbo linapokuwa jeupe halina kitu, huwa moyo unapata kufanyaje? Kutulia, kwa sababu mambo mengi ya kipuuzi puuzi huwa yanatokana na mtu akishiba. Sawa. Kwa hivyo mtu akiwa na njaa hawezi kufikiria mambo ya kijinga. Lakini jambo la 4 akasema ni kukaa na watu wema, marafiki wema, na maana wale ambao wana tabia za ovu, akhlaki ambazo hazipendi Mwenyezi Mungu wala kuziridhia, unaachana nao. Naam. Sawa. Lakini jambo la mwisho la 5 ni kunyenyekea wakati wa usiku. Sawa. Unanyenyekea huku unafanya dhikru mbalimbali. Mshauri vipi yule ambaye ameshafanya jitihada sana katika kusafisha moyo wake, lakini bado anajishuku kuwa hichi nilichokifanya Mwenyezi Mungu kakipokea? Yani anakuwa anakata tamaa, anarudi. Huyu mtu wa namna hii unamshauri vipi? Naam, shukrani, swali zuri. Ushauri ambao namshauri ndugu yangu ni kwamba aendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, kufanya istighfar. Wala sikate tamaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo aendelee tu kufanya istighfari mbalimbali. Nikusihi tu endelea kuungana nasi katika vipindi vijavyo ili uweze kupata faida mbalimbali na mafunzo mbalimbali kupitia kipindi chetu hiki pendwa kabisa cha elimu na uongofu ndani ya Rabta TV. Ulikuwa nami Alhabib Musa, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na mgeni wetu hapa wa leo, Ustadh Shafii Abjad, ambaye ndio amezungumzia mada hii adhim ya usafishaji wa moyo. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, kushare na kucomment, lakini pia kufuatilia katika tovuti za Instagram, TikTok, Facebook na nyinginezo, ili uweze kupata clip zetu na darasa mbalimbali ambazo zitakuwa zinarushwa
huko. Kwa hiyo nakusihi tu na wewe ambaye ni mfuatiliaji wa vipindi hivi, kama utakuwa una swali basi unaweza kuuliza katika comment section hapo na tukakujibu pale ambapo tutakapopata wasaa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu ni miongoni mwa waja wake waliowema wanaosikiza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.